Katika juhudi za kuhifadhi na kutunza mazingira, mkoa wa Morogoro unaendesha mkakati wa upandaji wa miti ya mazao ya aina mbalimbali, hususan karafuu na miti ya kakao, ambapo miche zaidi ya 500,000 imegaiwa bure kwa wakulima wa halmashauri ya manispaa, halmashauri za wilaya za Morogoro, Mvomero, Gairo, Ulanga na Ifakara. Miche hii imepandwa katika maeneo mbalimbali, hasa yale yenye vyanzo vya maji kwa lengo la kutunza mazingira. Hatua hii inalenga kudhibiti mchomaji holela wa misitu na kurudisha uoto katika maeneo haya. Kupitia kampeni ya kimkoa ya Soma na Mti, mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na balozi wa mazingira, tumemuona hapa, umeendelea kuhamasisha upandaji wa miti katika shule za msingi, sekondari na taasisi za umma na kutoa elimu ya umuhimu wa kutunza mazingira kwa maslahi ya maisha ya baadaye. Ili kufanikisha amani na umoja wa kitaifa, mkoa wa Morogoro unaendelea kuhamasisha wananchi wake kulinda mshikamano na kutambuana kwamba sisi sote ni wamoja, na kupinga chuki na ubaguzi na kuhimiza kuheshimiana pamoja na tofauti zetu. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2026, mkoa umeendelea na juhudi za kutekeleza kwa vitendo jumbe nyingine za Mwenge wa Uhuru ambazo ni mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya VVU ukimwi, mapambano dhidi ya matumizi ya madawa ya kulevya, mapambano dhidi ya malaria, lakini pia matumizi ya nishati safi mbadala na kuimarisha lishe bora wa afya imara. Mapambano dhidi ya rushwa. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 26, TAKUKURU mkoa wa Morogoro imeendelea na mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Jumla ya miradi ya maendeleo 147 yenye thamani ya bilioni shilingi 78.8 katika sekta za elimu, afya, maji na mifugo imekaguliwa kwa lengo la kudhibiti mianya ya rushwa. Mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2026, katika juhudi za mapambano dhidi ya dawa za kulevya, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limeendelea kutekeleza shughuli mbalimbali kama vile utoaji wa elimu kwa makundi ya vijana, kuunda kikosi maalum, kuimarisha mifumo ya utoaji taarifa na kufanya doria na operesheni mbalimbali ili kupambana na uingizaji na usafirishaji wa madawa ya kulevya. Mheshimiwa Rais anachokiomba kwa Wanagairo ni kuendelea kulinda amani na utulivu ili nchi ibakie tulivu, yeye aendelee kutuletea maendeleo makubwa zaidi ya haya tunayoona. Sote tumeshuhudia matunda ya amani na utulivu. Baada ya nchi kuwa tulivu, Mheshimiwa Rais anatuletea maendeleo makubwa, sekta ya elimu, sekta ya afya, kwenye maji, miundombinu, kila kitu. Mheshimiwa Rais anatuletea maendeleo makubwa. Ndio maana anatuomba tuendelee kulinda amani na utulivu, nchi ibakie tulivu, yeye aendelee kutuletea maendeleo makubwa zaidi ya haya tunayoona. Dr. Samia oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Gairo, kama tulivyosikia katika taarifa ya mradi huu, inaonyesha kweli kwamba wananchi wa Gairo walikuwa na shida ya maji kubwa sana. Wananchi wa Gairo, kwanza serikali ilikuwa inapoteza fedha nyingi sana katika kuchuja maji ili kuondoa chumvi wananchi hao watumie. Lakini pamoja na kuchuja yale maji, kuondoa chumvi, tumeona pale wananchi kwenye screen pale tumeshuhudia wananchi wakisema pamoja na maji haya tunayapata, lakini tunayapata kwa adha kubwa sana. Wananchi walikuwa wanajihimu saa 9 za usiku, wanakaa mpaka mchana, bado maji hawajapata. Walikuwa wanachota maji yanatoka kidogo kidogo sana. Lakini Mheshimiwa Rais baada ya kuona adha ya Wanagairo akaleta hii miradi miwili, ukiwemo huu mradi wa Rubeho. Sasa wananchi wa Gairo wanapata maji kila kona, maji mama. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi!